there is a hope in the midst of chaos. There is hope in the midst of chaos. Lipo tumaini katikati ya machafuko. Nilihubiri wakati huo. Hata mimi mwenyewe nilikuwa sina uhakika wa kuishi kwa sababu ndio corona ilikuwa inatafuna watu. Yaani ilikuwa ni 2021 kama sikosei, kama sio 20. Ndio ule wakati ambapo kanisa liliingia kwenye changamoto mpaka viongozi wakasema sasa hata ibada msikusanyike, na mkikusanyika msisali zaidi ya nusu saa muondoke. Sasa mimi nilikuwa kwenye maombi ya siku 100 na nilikuwa nakusanya watu kila siku, na unamaliza ibada unabeba panga. Nilikuwa na Pastor Baraka Majige, mnaenda porini kukata majani ya kufukiza. Nakumbuka, sijasahau. Na ukifika unafukiza familia nzima. Yaani tulikuwa tunaishi kwa wasiwasi ambao ulikuwa ni mgumu sana. Na kutoka katika huo wasiwasi ndipo nikapata wazo la kukipitia kitabu cha Ruth. Na masomo nilikuwa nikiyatunga wakati huo, kwa sababu nilikuwa sina uhakika wa kesho itamkaje hata kwako. So hata ukipata tu mafua unapata hofu. Japo rais alikuwa anatutuliza, Mzee Magufuli, lakini bado ukiangalia taarifa ya habari unaona hapa ni kama vile hakuna uhai. Kwa hiyo tulijipa tumaini katika kumwomba Mungu. Sasa kama unaandika lipo tumaini katikati ya dhoruba au katikati ya machafuko. Na napitia katika kitabu cha Ruth. Unaposoma kitabu cha Ruth, ngoja nitasoma hapa. Ruth ni kitabu hiki chenye sura 4 tu. Anasema, ikawa zamani za waamuzi walipoamua kulikuwa na njaa katika nchi. Huo ndio mtikisiko mkubwa uliokuwa wakati huo. Wakati wa waamuzi na wakati huu ambapo kulikuwa kuna wafalme bali waliamuliwa na waamuzi, kulikuwa kuna njaa katika nchi. Akaondoka mtu mmoja wa Bethlehem ya Yuda, akaenda kukaa katika nchi ya Moabu. Hiyo ndio itakuwa ajenda yangu kubwa. Yaani huyu mtu ameshindwa kuvumilia matatizo wakati wa njaa, na anaondoka, ni Mwisraeli huyu, na anaondoka Bethlehem anakwenda katika nchi ya wapagani wasiomcha Mungu, wanaoabudu mizimu, Moabu. Yaani kwa nini nasema kuna tumaini katikati ya machafuko? Hapa ni ndani ya kanisa la Mungu. Hapa ndipo kila kitu tumeahidiwa na Mungu, na hapa ndipo Mungu anapokaa. Lakini kwa bahati mbaya kuna wakati msukosuko ukiingia, binti aliyekaa muda mrefu bila kuolewa anaenda kuolewa na mpagani. Kuna wakati msukosuko ukiingia, aliyekuwa yuko ndani ya kanisa, anayemcha Mungu na anayemtumainia Mungu, ugonjwa ukiingia utamkuta yuko kwa mganga wa kienyeji akipiga ramli. Chaos, msukosuko. Moabu, kwa nini ninaanza na hii kitu inaitwa Moabu? Moabu ni nchi ambayo ilipatikana kutokana na uzao wa binti wa Lutu ambaye alizaa na baba yake baada ya kumlewesha. Walizaliwa watoto wawili kwa sababu wale mabinti baada ya kupanda mlimani kutoka Soari, kwa maana kule Soari ndiko walikojifunza uhuni, na walitoka. Kuna kitu ambacho huwa nakifuatilia na kosa majibu. Walipotembelewa kule Sodoma na malaika, Lutu anawaambia watu wa Sodoma, msiwadhuru wageni wangu hawa. Basi ninao mabinti wawili ambao hawamjui mume. Sasa hao mabinti wawili wasiomjua mume nitawapa kuliko muniharibie wageni. Walikuwa ni mtu ajabu sana Lutu. Yaani wageni wa kusababishe uuze watoto. Hivi mnaona inaingia kilini hiyo?
Lakini Lutu aliona kitu cha pekee kwa wale wageni. Kwa hiyo yuko radhi hao malaika wasinajisiwe, ila watoto wake wakanajisiwe. Sasa najiuliza swali, walipotoka wakawa wanakimbia, waliondoka watoto wawili wa kike wasiomjua mume. Aliondoka Lutu, akaondoka na mke wake. Na roho nabii nasema walikuwa wakikimbia kiasi kwamba hakuna mtu aliyepaswa kugeuka wala kumwangalia mwenzake, kwa sababu kauli ilisema kimbia, okoa nafsi yako, usigeuke wapi. Na kwa sababu ya jinsi maisha yalivyokuwa magumu na jinsi ambavyo mke wa Lutu anakumbuka kabisa alitoka huko kwenye mahangaiko, amefika Sodoma, amepata mali za kutosha, lakini pia kuna mabinti zake waliokataa kutoka Sodoma kukimbia nao, wamefungiwa kule. Moyo wa mke wa Lutu ulikuwa umefungwa Sodoma, na macho yake yalikuwa yakiangalia mji wa makimbilio. Kwa hiyo kuna wakati unaweza ukaingia kanisani, moyo umefungwa huko duniani, lakini kiwiliwili na macho kiko hapa kanisani. Na ndipo mama anakimbia, anasema watoto wangu, mali zangu, mapambo yangu, nyumba niliyojenga, hivi kweli naiacha? Akasema hapana, kwa sababu moyo umefungwa Sodoma. Aligeuka akaangalia nyuma, na the moment alipoangalia nyuma, ndio kule nyuma moto ulishuka. Kwa hiyo hatujui alipoangalia nyuma alikutana na hilo alilokutana nalo akawa jiwe la chumvi au aliona. Lakini mimi naamini hakuona chochote. Na atafufuka akiwa hajaona chochote kwa ajili ya kuingia kwenye condemnation au moto wa milele, kwa sababu hakumwamini Mungu. Sauti ya Mungu inaposema hakuna kugeuka nyuma, hakuna kugeuka, wakaondoka. Lakini Lutu anakosea, anamtangulia Mungu, anamwambia hapana, Mungu ameona ubora wako wewe kukimbia, nenda mlimani Lutu. Yaani Mungu anamwambia jiokoeni nafsi zenu, kimbilieni mlimani. Kwa maana hapa bondeni pameharibika. Ndipo pana kila uchafu ulioko duniani hapa bondeni. Na ndio maana nawaambia kizazi tulicho nacho ni kizazi kigumu. Ukimpa mtoto simu ukitaka kujua ni kigumu, wa miaka 3, ukimpa simu anafanya vitu ambavyo wewe haufanyi. Na kwa bahati mbaya kizazi tulicho nacho kinavutwa na dunia kuliko. Kwa hiyo wazazi lazima tusimame imara. Wakati wamenielewa mpaka hapo. Lutu anakimbia, Mungu amwambia nenda mlimani. Lakini Lutu anashindwa kumwamini Mungu. Utaweza ukasema mke wake hakumwamini, lakini yeye pia kumwamini. Mungu amemwambia jiokoe mlimani, yeye anasema hapana. Mungu amekushika mkono anakuambia jiokoe mlimani, unasema hapana, ninaomba unipe nafasi nikimbilie hapa bondeni. Kwa sababu haka ni kamji kadogo haka, naomba nikimbilie hapa. Mungu anaona akikimbilia pale mabinti zake wanaenda kuharibikia pale. Lakini Lutu anasema hapana. Mungu akiona umeng'ang'ania, kama alivyosema Efraimu amejifungamanisha na sanamu, mwache, anakuacha. Anamwambia sawa, nilikuwa nimekusudia kuiangamiza Soari, sasa sitaiangamiza, nenda. Akashuka hapo na mabinti zake wawili. Mke ashakuwa nguzo ya chumvi, hana mke. Na alivyoshuka pale Soari, muda si muda anaona maovu ya pale Soari yamekuwa ni makali, watoto wake hawaeleweki. Ndipo ukisoma Biblia nasema ndipo yeye mwenyewe too late anaamua sasa kuondoka, anakwenda kule mlimani. Watoto mabikra kwa muda mfupi walioka Soari wakafundishwa kulala na wanaume. Tena Soari kulikuwa kuna tabia sio tu ya ushoga, bali kulikuwa kuna watu wanalala na binti zao. Kwa hiyo haikuwa tena shida kwa wale mabinti. Na wamefika kule mlimani, wako na baba, wamezoea walivyovizoea kule Soari.
Na sasa kule havipo, ndipo binti mkubwa anamwambia mdogo, tutapata wapi wanaume watakao tuingilia kama ilivyo desturi? Walijifunza wapi hiyo desturi? Uchaguzi wa baba, uchaguzi wa mama. Na hivyo wakiwa pale Soari, wako katika hiyo hali ngumu kabisa, ndipo nakimbilia mlimani. Yule mwingine akasema tumleweshe. Walijifunza wapi kutengeneza pombe? Wako wanne, mabinti wawili na baba yao. Wakati huku nyumbani kwao walikuwa watengenezi pombe, walijifunzia Soari. Wakatengeneza pombe, wakamlewesha baba, wakalala naye. Mkubwa akazaa mtoto wa kwanza akamuita Amon. Na yule mdogo akalala na baba yake, siku iliyofuata akazaa mtoto akaitwa Moabu. Na hawa wawili ndio wakawa mataifa mawili, taifa la Amon na Moabu. Na walivyokuwa mataifa, sasa hapa tunaona tatizo lingine. Limekuwa taifa ambalo Mungu anasema ni la kipagani, halimjui Mungu, mambo yao hayapendezi. Ndipo sasa njaa inaingia Bethlehem, na baba wa familia mwingine anaamua kukimbia kwenda Moabu, kwa taifa ambalo Mungu aliwaambia Waisraeli msichangamane nao. Anakwenda huko. Na ndio kisa hiki ambacho nakisoma hapa ni kigumu kidogo, lakini nimeamua kutafuta hiyo background yake ili kwamba uweze kuelewa kwamba mara zote watoto wanaharibika kwa sababu ya uchaguzi wa wazazi. Hii hapa anasema, ikawa zamani za waamuzi walipoamua kulikuwa na njaa katika nchi, akaondoka mtu mmoja wa Bethlehemu ya Yuda, akaenda kukaa katika nchi ya Moabu, yeye na mkewe na wanawe wawili. Na jina la mtu huyo aliitwa Elimelech, na jina la mkewe aliitwa Naomi. Na majina ya wanawe wawili, Malon na Kilion, wa Efrati wa Bethlehem ya Yuda. Wakafika nchi ya Moabu, wakakaa huko. Akafa. Wamechagua Moabu, wamekimbia njaa, wakaenda kuishi wapi? Moabu, nchi ambayo Mungu amewakataza. Na walipoenda kule, anasema fungu la 3, akafa Elimelech. Kwa nini anakufa? Ameshindwa kumwamini Mungu kwamba anaweza akatatua tatizo mahali ambapo amepachagua Bethlehem. Na ameenda Moabu, akafa. Alafu la pili linasema, na Naomi na akafa Elimelech na mumewe Naomi, na yule mwanamke akasalia na wanawe wawili. Mungu naye akawatafuta, nao wakaoa wake katika wanawake wa Moabu, na jina la mmoja aliitwa Orpa, na jina la wapili aliitwa Ruth. Wakakaa huko yapata miaka 10, wakafa. Na Malon na Kilion wote wawili, na huyo mwanamke akawa amefiwa na wanawe wawili na mumewe pia. Tunabaki na familia yenye wajane wangapi? Kwa sababu ya kuto kumwamini Mungu. Fuatana nami sasa katika somo la siku ya leo. Tunaposoma kitabu cha Ruth, ni miongoni mwa vitabu viwili tu katika Biblia vyenye wahusika wanawake. Cha kwanza ni Esther na cha pili ni Ruth. Ni mojawapo ya kitabu kidogo chenye sura 4 tu, kitabu cha Ruth, lakini kina ujumbe mzito. Ni kitabu chenye ujumbe wa kumsaidia mtu yeyote anayepitia majaribu mazito katika dunia hii, kama Naomi. Naomi amefiwa na mume na watoto. Hana tumaini mpaka anakataa jina lake la Naomi, linalomaanisha amani na uzuri. Anaamua kujiita Mara, machungu, na akiamini Mungu kampiga. Hapana. Aliyempiga ni mume wake kuchagua kumwacha Mungu na kwenda kwa watu ambao Mungu hawataki. Ndio maana nasema chochote unachokabiliana nacho hata ndani ya kanisa, usithubutu kugusa nje.
Endelea kusema. Sura ya kwanza inatupa historical setting, na ndio maana nasema ni wakati waamuzi walipoamua, ni wakati ambapo Israeli kulikuwa hakuna mfalme kabisa. Walikuwa wakiamua, kwa hiyo walikuwa wakiishi maisha waliokuwa wakiishi. Kitabu hiki kinahusu familia ya watu wanne: Elimeleki, Naomi, Kilioni na Malon, ambao walisafiri kutoka Betheli hadi Moabu. Kwa kuwa kulikuwa na njaa katika Bethlehem, watoto wao walioa huko kwa Wamoabu. Wakiwa Moabu walipigwa na maafa mazito, na hapo ndipo walipokufa hawa watu watatu, baba na watoto wake wawili. Kuna wakati unaweza ukawa ndani ya kanisa usione uzuri wa kanisa. Hilo nataka nikuambie ulielewe kabisa. Jina hili la huyu mzee nataka niwazungumzia wahusika wanne tu, niachane nao. Nitazungumza Malon, nitazungumzia habari ya Elimeleki, nitazungumzia habari ya Naomi, nitazungumzia habari ya Ruth, alafu nitazungumzia habari ya Boaz. Nitafunga ubiri langu kwa sababu tumeshaona kisa kilivyo. Neno hili Elimeleki ni jina ambalo linapatikana katika lugha ya Kiebrania, kama jinsi Wapare wanavyopenda majina ya Eli. Eli maana yake ni Mungu, na Melek ni neno la Kiebrania, maana yake mfalme. Na hivyo Elimeleki Waisraeli walikuwa wanaamini, ndio maana mhubiri anaandika ni heri kuchagua jina jema kuliko marhamu nzuri. Jina lina madhara na athari kubwa kwa huyo aliyepewa jina. Elimeleki yeye mwenyewe alikuwa akimtangaza Mungu kuwa ni mfalme wake. Maana ya Elimeleki, Meleki ni mfalme na Eli ni Mungu, maana yake Mungu ni mfalme wangu. Ni mtoto gani wa mfalme ambaye anaweza akateseka njaa wakati babake akiwepo? Naomba mniambie, yupo? Alafu amemweka katika nchi, huyu Biblia inasema ametokea Bethlehem. Tunapozungumza maana ya Bethlehem, Beth maana yake ni nyumba au kapu la kutunzia vitu. Lehem ni mkate. Tunaposema Bethlehem maana yake ni house of bread, yani nyumba ambayo haikaukiwi mikate. Kwa nini waliita Bethlehem? Ni kwa sababu halisi climatic region yote ile ya pale Bethlehem ilikuwa ni climate ambayo inasababisha, yani ile hali ya hewa ya Bethlehem ilikuwa inasababisha wanalima mazao mara 2 mpaka 3 kwa mwaka. Kulikuwa kuna mvua, ilikuwa ni eneo lilobarikiwa, kulikuwa kuna kesi yoyote ambayo inaweza ikaleta chakula. Na hivyo Mungu kwa kuwa alikuwa amewapa chakula kwa muda mrefu, akaona ngoja niwapime nione wananiabudu tu kwa sababu ya neema au wananiabudu kwa sababu tu ya mimi ni Mungu wao. Akasema ngoja niwapitishe ili nipime kipimo cha imani yao. Kuna wakati unapopitia changamoto katika ndoa yako, unapopitia changamoto katika maisha yako, unapopitia changamoto katika ndoa yako, ni kazi yako, Mungu ameamua upitie hiyo changamoto ili aone kama utamtegemea. Kwa hiyo haikumpasa Elimeleki ambaye amebeba jina linaloutangazia ulimwengu kwamba Mungu ni mfalme wake na ni mtoto anayekula ikulu, atoke aende kwa watu waliolaaniwa kama Moabu kutafuta chakula. Ilikuwa ni tusi kwa Mungu, na ndio maana Mungu aliwaua. Kwa sababu inafaa wa Moabu watoke waje wamwabudu Mungu wa mbinguni, sio hawa waende. Na ndio maana Mungu anapata credit kubwa kwa Ruth ambaye alikuwa ni binti Moabu, na ameamua kukana nchi yake, ameamua kukana ukoo wake, na anasema mama, huko unakokwenda nitakwenda, utakachokula nitakula, watu wako watakuwa watu wangu, na nyumba yako itakuwa nyumba yangu, Mungu wako atakuwa Mungu wangu. Kwamba hawa wamekimbia njaa, huyu binti anatoka kwenye chakula anakuja kwenye njaa. Elimeleki anashindwa kusimama kama mzazi anayesimamia familia licha ya changamoto zilizoko ndani ya kanisa. Hupaswi kutoka ndani ya kanisa, ng'ang'ana hapo hapo kwa sababu Mungu atakuokolea hapo. Bwana Yesu asifiwe. Elimeleki anaondoka.
Na anapokwenda huko anashindwa, anawatoa watoto kwenye urithi wao. Na kwa bahati mbaya sana, ukilichunguza jina Moabu, maana yake Kiebrania ni watu wanaotoka kwenye urithi wao, ni watu wanaotoka kwa baba yao. Na hawa anatoka kwa Mungu, anakwenda kwa kukaa Moabu, na akiwa kule sasa Mungu anaadhibu. Kwa nini Naomi akuadhibiwa? Inawezekana kwa sababu ya sheria ya Kiyahudi iliyokuwepo. Baba anapofanya maamuzi, mwanamke hakupaswa kuinua hata kimdomo. Ni siku hizi tu mmepata uhuru huo. Wanawake wa Kiyahudi walikuwa hawaongei. Boazi, kama mnavyosoma kitabu cha Ruth, akafanya yote aliyofanya, na mwisho wa siku alivyofanya, akaruhusiwa rasmi kufunga ndoa na Ruth ili aendeleze uzao wa Elimeleki. Mungu alimkusudia Elimeleki kwamba kupitia yeye atapitisha uzao ndani yake ambapo Yesu Kristo atazaliwa. Lakini Elimeleki akakosea, akashindwa kumwamini Mungu. Mungu akamuua, lakini akamuibua Ruth ambaye alikuwa ni mke wa kijana wa Elimeleki aliyefariki. Kupitia yeye na Boaz, Yesu Kristo alikuja kuzaliwa. Bwana Yesu asifiwe. Mungu amekusudia kupitia wewe watu waokolewe. Haleluya. Changamoto zilizopo za maneno, changamoto zilizopo za kiuchumi, changamoto zilizopo za kikabila hazihusiani na jambo lolote kuacha focus yako kwa Mungu. Naomi akafurahia tena. Mungu akampa Ruth heshima, na ndio maana kitabu chake kipo, kwa sababu ni Moabu aliyeukana ukabila aliokuwa nao, akakana utaifa aliokuwa nao, hakuangalia umaskini wa huko anakokwenda. Kama Yesu alivyokubali kuzaliwa kwenye hori ya ng'ombe, Ruth naye akakubali kuwa maskini wa kuja kuokota arage moja moja shambani aweze kupata chakula. Lakini mwisho wa siku Ruth anasimama, kupitia uzao wake Yesu amezaliwa. Bwana Yesu asifiwe. Ni watu wangapi leo mnapita kwenye changamoto na mnaamua kuuza uzaliwa wenu wa kwanza? Huko mnakokimbilia, mnakimbilia kwenye kifo. Ndio maana hawa wanaasa watoto wangu nawapenda. Toka nimekuja nimetangaza kuwapenda. Huko mnakokimbilia kwa kina Diamond, huko kwa kina Zuchu, mnachagua kama Kilion na Marlon. Wale walikufa kimwili, sisi tunakufa kiroho. Usiwe mtu ambaye unaishi maisha kama hayo. Na wahusia vijana wote tulioko hapa tunaohangaika na smartphone, tunaangalia mapornography, tunaangalia mavitu mengine yasiyofaa. Ninawasihi kwa jina la Bwana, ninawaomba kwa neema ya Yesu, achani nayo mambo, kaeni miguuni pa Yesu. Haleluya. Hicho ndio ambacho nakitafuta. Baada ya changamoto zote, Orpa anakimbia, wale wanakufa, huyu anaamua kufungamana na Naomi. Mwisho wa siku anasimama kama mama wa taifa ambaye kupitia yeye Yesu anazaliwa. Wewe pia Yesu anataka kupitia wewe umletee watu wengi, kwa maana kusudi la Yesu likuja kwa ajili ya kutukomboa. Ametukomboa, sasa tunashirikiana naye katika utume. Hakikisha unaifanya kazi ya Yesu hata kama kuna changamoto za namna gani. Kama nilivyosema, naongea na kijana mmoja ambaye amekaa kanisani muda mrefu apate mchumba, lakini anataka kukimbilia kwa Wamoabu. Usiende kwa Wamoabu. Ni muda mfupi tu unapita, Mungu atakupa hicho unachokihitaji. Ninamzungumzia mwanamke ambaye sasa hivi yuko hapa anataka kuondoka kwenye ndoa yake kwa sababu ya changamoto za mume. Komaa hapo hapo, usiondoke nyumbani, utapoteza urithi. Stay home. Bwana Yesu asifiwe. Ninazungumza kwa wale ambao tayari tunaona kazini kwetu kuna changamoto, vita ni kubwa, hata unaona hatari ya kazi, nataka nikwambia baki nyumbani. Ninazungumza na mtu ambaye watoto wake sasa hivi wamefikia katika hali ngumu. Hapa nyumbani ndipo penye njia, ndipo ambapo anaitwa the house of bread. Tukae nyumbani. Bwana Yesu asifiwe. Tusimame.